Hoja ya pili, kuomba Mungu akupe watu sahihi na kuwatumia kwa wakati sahihi. Kuomba Mungu akupe watu sahihi na kuwatumia kwa wakati sahihi. Farao alimpata Yusufu, mtu sahihi, na akamtumia kwa wakati sahihi. Wapendwa, katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 38. 41, kitabu cha Mwanzo 41:38, Biblia inasema hivi: Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Unaweza ukaangalia reflection yetu hapa pamoja nasi asubuhi ya leo. Nataka urelax na kufanya reflection fupi. Lakini kuomba Mungu akupe watu sahihi na kuwatumia kwa wakati sahihi. Farao yeye alimpata Yusufu. How about your life? Wewe umempata nani? Wewe umempata nani? Nataka kusema nini asubuhi ya leo? Watu kama hawa ambao Mungu anawaleta kwenye maisha ya kwetu na katika maisha yetu ni watu hadimu mno, wanaletwa duniani kwa neema ya Mungu. Watu hawa ulimwengu haupaswi kuwa nao, hivyo watumie haraka. Kuna watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha ya kwako. Hawa watu ulimwengu haupaswi kuwa nao. Wakati mwingine unasemaga mtu mzuri haishi muda mrefu. Chema hakidumu sijui. Mtu mzuri hakai muda mrefu kabisa. Hata sisi tuna methali yetu kule Moshi, Kichaga cha Marangu, anasema umbengicha yeje ka umbangonyfu. Yaani ng'ombe mzuri hakai kwenye boma kwa muda mrefu. Watu ambao Mungu amekuletea kwenye maisha ya kwako, kwanza lazima uidentify, uwatambue. Kuna watu ambao wanateswa kwa sababu hawajatambua watu walioletwa kwenye maisha yao na neema ambayo Mungu amewapa katika watu waliokutana nao katika maisha yao. Katika kitabu cha Waibrania ule mlango wa 11 mstari wa 38. Waibrania mlango wa 11 mstari wa 38. Biblia inasema hivi: watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Kuna watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Na naweza ukaangalia reflection yetu hapa uweze kuona kwa uchache. Watu ambao ulimwengu haukupaswa kuwa nao. Watu ambao ulimwengu haukupaswa kuwa nao, pamoja na watu wenye akili. Pale pana safu sijui akina Musa, akina Elia na Farao akaingilia katikati, na huyu hapa Mwafrika mwenye akili na Samson anayeweza kurarua simba. Kuna watu ambao ni unique. Mungu anawaweka kwenye maisha ya watu kwa kusudi. Na watu hawa ulimwengu haupaswi kuwa nao. Na nataka kuzungumza nini hapa? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Nataka nikupe ushuhuda. Nilipokuwa mchungaji wa usharika wa Kariakoo, kuna rafiki yangu mmoja, tumishi wa Mungu. Alikuwa ni mtoaji wa sadaka. Akitoka kazini anapita kwanza usharikani kuangalia. Usharika ulikuwa kama ni nyumbani kwake, yani kama nyumbani kwake. Ni yule mtu ambaye anafika anauliza, hiki kimekuaje mchungaji, hapa pakoje? Tulikuwa tunajenga kituo chetu kule Bagamoyo, kituo cha Retreat Center Bagamoyo. Anawasha gari, anaweza kwenda mpaka kule kituoni, anarudi ananiambia nimeenda kule kituoni, nimeona hiki mchungaji. Anaangalia damage mbalimbali. Ni yeye anayeweza kuona ni wapi kanisa linavuja. Mtu wa namna hiyo. Na ni mtu wa maombi, mafungo kama haya, tuko pamoja. Kanisani tunamtumia. Ndiye alikuwa anashona sare za kwaya. Ndiye alikuwa anafanya kila kitu kanisani. Nataka nikuambie, watu ambao wakati mwingine ulimwengu haupaswi kuwa nao.
Sasa alikuwa wamezaliwa 9, wasichana 7 na wavulana 2 katika tumbo la mama yao. Nasema hivi kwa sababu ni ushuhuda. Sasa ikatokea kwamba mdogo wake, huyu jamaa alikuwa ni tajiri, anafanya biashara mbali, anafanya nje, anafanya wapi, alikuwa na maduka, alikuwa na vitu vingi, anafanya biashara nyingi ndani na nje ya nchi. Mtu mwenye utashi mzuri sana, aliyetulia. Sisi kanisani tulikuwa tunamtegemea sana tu, wala sio kidogo. Mdogo wake wa kuzaliwa ambaye ni mvulana anasema amekataa kusaidiwa na kaka yake. Kaka yake akaja akaniambia, mchungaji, naomba useme na mdogo wangu. Nikamuita, nikakaa naye. Nikamwambia, bwana, kaka yako amesema anataka kukusaidia. Ananiambia, nisaidie nini? Huyu jamaa namjua, ndiye ameniroga, ameondoka na nyota yangu. Kwa hiyo mwambie anirudishie nyota, mimi sitaki hela yake, nataka nyota yangu. Unajua, ukiwa una mtu potential kwenye maisha ya kwako, inaweza ikaingia bangi huko kichwani. Na unajua bangi haijawahi kumwacha mtu salama. Ikaingia bangi tuko kichwani kwako, una think very negative kuhusu mtu ambaye Mungu amekuletea kwenye maisha ya kwako. Ndio hicho ambacho nazungumza, kuomba Mungu akupe watu sahihi na uwatumie wakati sahihi. Kuna watu hapa ambao Mungu amewajalia wanawake ni vichwa. Yaani wake zenu, mke wako ni kichwa, lakini wewe hujawahi kumuona hata siku moja. Kuna watu ambao Mungu amewajalia, umepata mwanaume ni kichwa, lakini wewe hujawahi kumuona. Una mambo yako ya ugoro huko kichwani. Yaani sijui hata niseme nini. Yaani una lawama ambazo hazipo. Saa zote ni kulaumu hiki, unalaumu hiki. Very minor things. Unaangalia vitu ambavyo ni minor. Mwanamke kichwa. Wewe unaangalia miguu. Miguu ya mwanadamu inabandikwa kwenye sufuria, inachemshwa. Yaani kuna watu wanasema kama huyu baba angelifahamu mke wake alivyo kichwa. Wewe una mawazo yako ya kipuuzi kabisa kumhusu. Mengine kabisa una reflection tofauti kabisa. Una mambo yako mengine. Kuna watu wanasema yule baba alivyo na utulivu, anavyoiangalia familia yake. Mungu, ningepataga mwanaume kama yule. Na mwangalia sasa yule mama ambaye yuko ndani ya nyumba, kwenye hiyo nyumba ya huyo mwanaume. Yaani hivyo ndivyo ninavyosemaga, naona kama watu wamevaa kile kiatu cha kushoto kimevaliwa kulia na kile cha kulia kimevaliwa kushoto. Kuna wakati mwingine nikaona kibonzo kwenye interneti, shoka na mpini. Yaani kule kwa mpini kumetumika kwa shoka na kwa shoka kumetumika kwenye mpini. Yaani hivyo. Na hiyo ndio tatizo la jamii ya watu. Ukiona mtu anasema ana tatizo, muulize kwanza jamii inayomzunguka ametumia vizuri?